Ledida. Niko hapa kwa masikitiko kwa yale ambayo imepita masikioni mwangu wakati mwenyekiti wa Council Elders wa Marigat ambayo ni Jebo. Kuna mkutano ilishika juzi akiwa hapa mali iko nyuma yetu Kenya Way. Ilikuwa akihutubia baraza la wasee wa Tuke. Waelezea ya kwamba aliongelea mambo ya skimu hii ya Marigat. Wakati aliongea alisema Marigat mahali hii skimu ilitolewa kwa Chapchap, location ya Chapchap. Na hiyo ndio tunakanisha kusema hiyo ni uongo mtupu. Kwa sababu mimi nikiwa mzee wa Al-Shams, wakati skimu hii ilianzishwa, nilikuwa mtu tu, imekuwa niko umri wa miaka kama 16 hivi, na ilikuwa nikielewa hata wakati hii ndio kikitengenezwa na wafungwa wa Mau Mau, nilikuwa nikishuhudia. Na location hii mahali ilitolewa hii skimu mchanga ile ilitolewa kwa location ya Al-Shams. Chipo wakati huyo ni mzee babu yangu Chepchoni na Bori. Ndio ilikuwa chief wakati skimu ilianzwa. Kwa hivyo wakati tulipata habari ya kwamba huyu mzee alitoa matamshi ya kwamba special area ya Marigat ilitolewa kwa location ya Chapchap, hiyo ilifanya tuwe na mshangao mkubwa. Na akasema kutoka Timboibo mpaka Ngelecha ni ya Chapchap. Tukashangaa kwa sababu tunaelewa mahali location ya Chapchap inagawana na Al-Shams location. Ngelecha ni jina ya Al-Shams na ilikuwa ndani ya hii location ya Al-Shams. Kwa hivyo zile sisi tunaelewa, tunajua hii skimu ya irrigation ya Parkera irrigation ilitolewa kwa ardhi ya Al-Shams location. Na akisema ati inaendelea mpaka Ngelecha, sijui Chapchap ilipita mpaka hiyo ilipitia wapi mpaka ikapikia Ngelecha. Hiyo ndio ajabu. Na hiyo ndio tunataka kanusha hiyo kwa serikali ya Kenya Kwanza. Tunataka asikise na atake kujua kiini ya matamshi haya, kwa sababu kwa sisi Al-Shams hiyo ni uchochezi na italete taharuki kati ya jamii wanasopakana na wanasolima katika sehemu hii skimu hiyo. Kwa sababu tangu tuwe na mbunge wa kwanza ya sisi kupata ni marehemu Torotich Moi, na alituweka vizuri, tulikaa hatuna kukosana mpaka wakati tena kijana yake ilichukua. Hakuna wakati Al-Shams ilisosana na majirani yake. Kuingia tena kwa marehemu Chepchoi, hatukupata msukosuko kati ya Al-Shams na majirani yake. Ajabu ni kwamba mbunge ambayo tuko naye saa hii
Sijui tamaa yake kubwa ni nini. Hauoni maana ya amani kati ya jamii husika. Hatukupata furugu wakati ile yote, tulipata wakati yeye alianza kuchukua nafasi kutusimamia kama mbunge wa eneo yetu. Ndio sasa hii shida yote ikatokea. Na hiyo tunasema hiyo ni usuchi. Ni usuchi ambayo haitakikani, hatutakubali iruhusiwe iendelee na kuchochea wasee wa majirani hawa, kwa sababu hiyo uchochezi najua ilitoka tu kwake, tukilinganisha na matamshi ya juzi ya mbele aliongea. Kwa hivyo tunasema tukiwa wasee wa Jamus, Chebon alisema uongo na unafiki kabisa, kwa sababu akitumia hata jina Marigat ni Aljamus. Na nataka kusema nachindwa kujua mtu kama anapima nguo yake. Hiyo ni mfano natoa. Mtu akichona nguo yake abandike jina asio yake, kwa sababu akisema Marigat Tuken Council of Elders, tayari hiyo imeiga nembo isio yake, na hiyo ndio italeta chuki kati ya majirani. Nataka tu kusema kwa ufupi, nikimalizia, serikali iangalie na achukue, kwa sababu mkono ya serikali ni mrefu. Nataka asikize yale matamshi imeongelewa na afuatilie na atafakari ni nini itashuka kama matamshi hayo itaendelea kukwasa watu, jamii ambao wanakaa pamoja. Serikali aangalie hiyo misuri. Na hii tunasema ni uongo mtupu. Ardhi hii ni ya Aljamus, na Aljamus ndio wakati Mwingereza alikuja kutengeneza scheme, ilikuwa ni agriculture. Alafu agriculture ndio walikuja kuachia kupea nafasi board. Kwa hivyo ardhi hii ni Aljamus, na ardhi hii hatutakubali, kwa sababu ni ajabu mtu kusema mwenye alitoa ardhi yake ndio alirudisha na kwa nyuma, ndio ya nyuma kabisa. Hiyo ndio tunachukia kabisa, na tunampa rais pongezi, na tunataka kuambia serikali ya Kenya Kwanza, Aljamus wako pamoja na wewe, kwa sababu ni wewe ndio ulitambua makabila ndoko ndoko, mbali na wale marais wanne ambao walitangulia yeye ndio. Kwa hivyo tuna shukrani na tunataka amani, na tunataka aingilie na achunguze, kwa sababu sisi tukiwa jamii ya Aljamus, sijui kama wale wachache katiba haitetei ama kuna sheria ambayo haitambui malalamiko ya mtu mdogo. Kwa hivyo serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Ruto, tunaomba uwe na haja ya kuhakikisha jamii yote ya Kenya wamekaa kwa usalama na kwa amani, bila kuwa na ubaguzi ya aina yoyote. Yangu nikimalizia ni hapa. Naitwa John Dasanimu. Sisi nimekuja hapa kama wasee, maneno ya mtu mmoja nimeongea mbaya. Hii mzee naitwa Chebon akasema hii kutoka milima huko mpaka huko milima ngine huko Ngelecha, hii area Tuken, hakuna mtu mwingine katikati. Sisi amesikia hiyo maneno na hiyo mzee,
na hiyo mzee ni mzee, si kijana. Najua ni mzee sababu nimekuwa mtu ya serikali, siku nyingine nimepata kazi, lakini hapana ongea namna hiyo kama mtu najua maneno ya serikali, lakini nimeongea hapa mahali sisi yuko paka huko milima Alchamus mahali naishi Alchamus zamani. Hii mchanga ya pande hii mpaka huko milima mpaka huko Alchamus. Hakuna mtu mwingine katikati. Saa hii yuko wengine katikati ya hii mchanga hizo. Na sisi mewana. Sisi watu najua kukaa na watu. Hapana watu nasumbuana na watu wameingia hapa. Yuko watu mingi hapa. Tuken, tuko Turkana, kila mtu yuko hapa. Lakini hakuna mtu amesumbuana hapa na Alchamus. Nakaa tu kama Alchamus. Najua kukaa na watu. Hii mchanga hii scheme, mchanga yetu sijui kama mtu iko mtu ameuza, sisi ajui ameuzwa. Kama mtu amekula pesa hii scheme au mali yote Alchamus, sisi nataka jua yeye alafu alipe kitu ya watu wengine. Amekula pesa ya watu wengine. Sisi hajakula. Area ni yetu. Hiyo mtu sisi nasema leo tafuta kukaa kwa watu. Kama kuna kukaa kwa watu ama mahali baba yako natoka. Kama natoka milima enda huko. Hapana kuja kuongokana na watu wengine. Hapana. Kwani hiyo watu naongea namna hiyo? Huyu mtu aliongelea wapi? Na alikuwa na hata mimi hapana najua kwa njia gani nataka watu wapikane, lakini sisi akatai kupikana. Basali aende mahali natoka. Watu wanakaa mzuri. Kama nakaa saa hii. Najua muongeo mbaya watu tapikana. Au saa nini? Watu tapikana kama mtu naongea mbaya. Hii maneno ya hii ng'ombe nakula hii scheme sisi ametengeneza. Hakuna siku nyingine hii wa kijana alete ng'ombe hapa. Sisi ameenda kuta kwa huko. Namwambia nyinyi si ng'ombe yenu piki yake ni mali. Hata shamba mtu ni mali yake. Amemaliza hiyo maneno ya hiyo kijana kama nasikia sisi. Sisi hapa nataka maporogano. Wase hii watu ya mwani. Hapana nataka maneno ile mbaya mbaya. Hapana kaa mzuri kama maneno mbaya. Hata pikana na watu. Ndio hiyo kitu nimesikia hiyo mzee ameongea, sisi nakanusha hiyo maneno ya hiyo mzee aende. Kama hapana jua kukaa na watu. Alapo watu wakae. Sisi hapa nataka maneno kama hiyo.